أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. Wassalatu wassalam, wote zama zilizopita, zama za sasa tuko ndani yake, na zama zitakazokuja. Naam. Na yale tuliyosema kule kuwa takdim hapa inajulisha hasr, yani asli ilikuwa ni mulku samawati wal ardi lahu, ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye, na kile kutangulia ni wake yeye. Ufalme wa mbingu na ardhi unajulisha kuwa siwa mwingine yoyote, kama pale tukisema iyyaka na'budu, hatusemi na'budu iyyaka. Kimpangilio kawaida wa kijumla ni useme na'budu iyyaka, twakuabudu wewe, lakini wewe twakuabudu inapotangulia sasa musnad ilayhi, huwa inajulisha hasr na qasr, kuwa hakuna mwingine yoyote anastahiki kuabudiwa isipokuwa wewe peke yake. Kwa hivyo hakuna mwingine yoyote mwenye ufalme wa kurudiwa, ufalme wa mbingu na ardhi, isipokuwa ni Mola subhanahu wa ta'ala. Lahu mulku samawati wal ard. Kisha akatuambia wa ila Allahi turja'ul umur. Naam, na kwa Mola subhanahu wa ta'ala kunarudi mambo. Ash-shu'un, sawa ni aqwal, ni af'al, ni ashkhas, kila kitu kinarudi kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda. Mwenyezi Mungu anatuambia kila mmoja atamjilia Mola subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama akiwa peke yake. Inna ila rabbika arruj'a, anatuambia Mola subhanahu wa ta'ala, hakika kwa Mola wako ndio marudio. Kwa hivyo zunguko utakapozunguka, lakini marudio mwisho kwa nani? Kwa Mola subhanahu wa ta'ala, akujazi kwa yale uliyofanya, akufanyia hisabu, akupe malipo. Kwa hivyo Mola subhanahu wa ta'ala akatubainishia kwa ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye, na kwake yeye ndio kunarudi kila kitu. Kwa hivyo hakuna kitu kitaachwa nyuma huko. Chochote kile ambacho kwamba umekadimisha katika amali katika huu ulimwengu, utakwenda kukipata katika sahifa yako siku hiyo. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Atakayefanya mfano wa dharra, mfano wa chembe ndogo kabisa ya khairi, utakwenda kuiona, na vile vile atakayefanya mfano wa chembe ndogo ya shari, vile vile atakwenda kuiona katika sahifa yake. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala akatuambia yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa huwa alimun bidhati as-sudur. Yuliju al-layla fi an-nahar, yuliju anasema maana yake yudkhilu, anaingiza usiku katika mchana, na anaingiza mchana katika usiku. Kuna tafsiri zaidi ya moja hapa kwa maulama. Katika tafsiri za jumla kama hii ama aya kama hii, na imekaririka sehemu zingine vile vile katika Al-Qur'an Al-Karim, ni kwa pale linapozama jua, utaona kwa ule mwangaza unapotea polepole na kiza kinaingia polepole, ndo kuingia mchana kwa usiku, ama usiku kwa mchana. Na vile vile wakati linachomoza jua, utaona ile miale mwangaza ingia polepole, na huku kile kiza kinapotea polepole. Hii ni moja katika tafsiri za yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl.
Baadhi ya maulama wakatuambia tafsiri yake ni kuwa anaingiza mchana katika usiku na usiku katika mchana. Yani maana yake kuna wakati ule mchana unachukua part katika usiku na mara nyingine usiku unachukua part katika mchana, na hili linatokea mara nyingi wakati wa shita na saif. Wakati wa winter usiku unakuwa mrefu zaidi, na wakati wa sama mchana unakuwa mrefu zaidi. Kwa hivyo ule muda manake ukigawa ni masaa 12 mchana 12 usiku 12, lakini mara nyingine utaona usiku unakwenda masaa 14 15 katika kipindi cha winter, hasa katika baadhi ya maeneo. Na vile vile ikija wakati wa sama, washangaa kuna sehemu wanaswali maghrib ama isha saa 12, alafu sehemu hiyo kuna kuja wakati wanaswali isha saa 3 usiku. Maana tegemea na zile zama za fusul za mwaka zinavyoenda. Kwa hivyo akasema yuliju llaila fi nahar, ni kile kipande ambacho kwamba mchana inachukua kwa usiku katika wakati wa sama, ama usiku unachukua kwa mchana katika wakati wa nini, katika wakati wa winter. Na Mwenyezi Mungu ana ibadati ambazo kwamba amezipanga kwa kila moja. Kuna zile ibada zafanywa usiku, kuna ibada ambazo kwamba zafanywa mchana. Amekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akituambia ash-shita'u rabi'ul mu'min, tala layluhu faqama wa qasura naharuhu fasama. Sema ash-shita'u winter, rabi'ul mu'min ni rabi' ya mu'min, tala layluhu usiku wake huwa mrefu, faqama akafanya ibada ya qiyamu, kisha waqasura naharuhu na mchana wake ukawa mfupi, fasama akafanya ibada ya saumu. Naam, kwa hivyo yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Na hii ni moja katika hujja ambazo kwamba wametumia maulama katika kuthibitisha kurawiyatul ardh. Na hili ni swala lina khilafu miaka mingi. Je, hii ardhi tunayoishi ndani yake ni kurawia, iko katika shape ya mpira ya duara, ama ni musattaha, iko flat? Khilafu ya miaka mingi. Sasa walosema ni kurawia, katika dalili walioshika ni hii, yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl. Madamu usiku ingiliana na mchana, mchana ingiliana na usiku, hili haliwezekani isipokuwa ikiwa ni ardhi ni duara. Vile vile wakashika aya yukawwiru al-layla ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara ala al-layl. Anakuja kwa neno yukawwir hasa kwa kwamba ndo tukamana kura tukamana nalo, mpira Kiarabu ito kura. Kwa hivyo yukawwiru al-layla ala an-nahari, yani unakuja ule mchana kwa usiku katika shape ya mpira, na vile vile usiku kwa mchana katika shape ya mpira. Na kuna maneno mingi ambayo kwamba yamesemwa katika kadhia hii, na masuala mingi ambayo kwamba yameibuka. Ukenda wengine watakwambia ni musattaha, na kuna ile nadharia ya muamara. Kuna ile theory ya kuwa jamani, huu ulimwengu kuna wale vichwa ambavyo kwamba vinaendesha ulimwengu, na kuna mambo hawatuwekei wazi, wanayaficha. Unaona, angalia katika lilozua gumzo sana siku hizi zilizopita ni kadhia ya Area 51 Amerika. Baada Obama kutoa ile statement yake, jamani, hivi kuna aliens kuna kainat fadaia, kuna viumbe vingine jamani, mbali na wanadamu. Sasa linakuja swali, lakini kwa muda kadhaa huku siku za nyuma tulikuwa tunaziona zile UFOs zinaruka kwa spidi kali na nini, na mpaka leo serikali hajaibainisha nini hasa kinachoendelea. Je, wako kweli hawa?
Amani serikali atucheze akili. Unaona? Kuna nini hasa kinachoendelea katika area 51? Ni moja katika maswali ambayo kwamba yanaulizwa. Je, hawa ndo wale ambao kwamba wanajulikana kama Yaajuj na Maajuj, ambao kwamba walifungiwa? Maanake imekuja katika baadhi ya athari washawahi kutoka mara 7 kule walipo. Tunajua mwisho katika alama za kiyama ni kuwa watatoka. Sasa imekuja katika baadhi ya kwali kwa maulama washawahi kutoka mara 7. Je, ndo katika hizo toka zao wanakuja kutumiza akili? Je, wana teknolojia kiwango hicho kimeshinda hata teknolojia ya mwanadamu? Unaona? So katika maswali ambayo kwamba yanaibuka hapa mara nyingi ni kwa katika hii nadharia ya muamara, wanakwambia wanafunga watu katika misaha fulani tu ya ardhi, hawataki ujue zaidi. Yani kwa maana wanakwambia ardhi kubwa kushinda hivi tunavyojua sisi. Watu waonyeshwa zile qarat continent kadhaa, sijui Afrika, Asia nini, wakwambia lakini ziko zingine nyingi zaidi kuliko hizi ambazo kwa maonyesho. Unaona? Sasa ziko wapi? Nakwambia sasa kuna kitu unadanganywa nacho kinaitwa aljidaru aljalidi Antarctica. Shona kwambia ule ukuta wa barafu ambao kwamba baadhi ya dola umeweka kanuni kwa hakuna ruhusa ya watu kwenda huko. Na hili pia lina swali, je, kweli hakuna ruhusa ama watu waweza kwenda? Lakini swali kubwa zaidi, kuna nini nyuma ya huu ukuta? Sawa, utakwenda mpaka al-Qutb al-Shimali, utapambana na ukuta mkubwa wa barafu. Hivi nyuma ya huu ukuta kuna nini? So ile nadharia wanakwambia kuna ardhi zingine kule tena kubwa kweli kweli. Moja katika wasomi wa Kijerumani asema walitumwa kwenda pande zile, asema wakagundua ardhi ukubwa wa Amerika katika ardhi kubwa sana, mara sijui 10 na. Lakini tusiingie huko tukaumizana vichwa. Ni baadhi ya tasaulat, maswali watu hujiuliza tu nini chaendelea. Kwa hivyo katika nadharia yao ni kwa al-ardh musattaha. Sawa, hii ardhi iko flat na kuna sehemu zingine, lakini kwa sababu wanataka kukufunga ujue kwa ardhi ni hichi kipande hichi tu, ashakuwekea mipaka wewe. Kwa hivyo akakwambia ni kurawia, ili ujue izunguka ishamalizika, hakuna chengine baada ya hapo. Lakini kauli yenye nguvu ni kwa ardhi ni kurawia, yukawiru al-layla ala an-nahar wa yukawiru an-nahara ala al-layl. Mola tuambia yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl, kisha akatuambia wa huwa alimun bidhati as-sudur. Naam, kwa nini ametaja layl na nahar hapa? Katika kubainisha kudra yake na katika kubainisha wahdania yake, hasa baada ya kuzungumzia ihya na imata, baada ya kuzungumzia kuhuisha na kufisha. Kwa sababu Waarabu walikuwa na itikadi ile aliyoeleza Aisha katika ubeti wake aliposema inna iraman wa ada afnahumul laylu wan naharu. Wale Iram na Ad aqwam walizopita wale walimalizwa na usiku na mchana. Kwa hivyo itikadi yao ilikuwa ni usiku na mchana ndio zinamaliza watu, zinafisha watu. Na sisi tunajua anayefisha nani? Allahu yatawaffa al-anfus, kama masdar ya kufisha. Kisha baadaye ameweka kiumbe ambaye kwamba anafanya hiyo kazi kama madhhar, anayemwakilisha ambaye kwamba ni malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Lakini mwenye kuhuisha na kufisha nani? Ni Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaibatilisha ile itikadi yao ile kishirikina kwa mchana na usiku ndio zinawamaliza, na kama alivyoeleza katika aya nyingine, wama yuhlikuna illa ad-dahr, ulimwengu unaotuangamiza unaotufisha.
Kwa hivyo Mola akatuambia yuliju llaila fi nahari wa yuliju nahara fi llail, kutakuonesha kuwa mchana usiku ni viumbe katika viumbe vya Mola subhanahu wa ta'ala, havihusiani na kuwafisha wala kuwahuisha. Na Mola baada ya kuzungumzia usiku, na usiku kawaida huwa kuna kiza, na katika kiza watu huficha mambo yao, na hata wale wanaotaka kufanya maasi na nini mara nyingi hufanya wakati gani? Wanaotaka kufanya jarima, mtu ataka kufanya crime afanya wakati gani? So kila mmoja mambo yake ya siri huyafanya usiku, kwa sababu usiku na kiza na ndo kuna fichwa mara nyingi. Mola akamalizia kwa kutuambia wa huwa alimun bidhati sudur, na yeye Mola subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi zaidi kwa iliyomo ndani ya vifua. Yani wacha kuficha kwenye usiku, hata yale yaliyoko ndani ya vifua pia yajua. Naam, aliyatambua Mola subhanahu wa ta'ala waliposema laula yu'adhibuna Allahu bima naqul, haya waliyasema ndani ya vifua vyao, lakini Mola subhanahu wa ta'ala akatambua huko. Kwa hivyo chochote, hata zile khawatir kiufupi na niyat, wewe ikipita khatir, na tuashiria mara nyingi kwa maulama wanatuambia zinamjia mwanadamu 70,000 kwa siku moja ndani ya masaa 24. Mawazo 70,000 yanamjia mwanadamu katika kifua chake. Zote hizo Mwenyezi Mungu anazijua. Niyat, saa nyingine unaweza kutia nia tu ndani humu ukasema usifanye wala usitamke, Mwenyezi Mungu tayari ashaijua. Wa huwa alimu bidhati sudur. Kwa hivyo sio tu yale yanayofanywa katika kiza, watu wakijificha yajua, la, hata yaliyomo ndani ya vifua Mola subhanahu wa ta'ala anayajua. Hizi aya 6 za mwanzo katika suratul Hadid zimekuja kama mukaddima, ambazo wengi katika maulama ama baadhi ya maulama wanarajihisha na kupitisha kuwa hizi ndio makia, ndio ayati ambazo kwamba zimeteremka Makka, iliyobakia sura ni madania. Ilikuwa ni mukaddima na utangulizi kwa yale yanayokuja baada ya hapo, kwaja kuzungumziwa iman, kwaja kuzungumziwa mujahada, kupambana na nafsi, kwaja kuzungumziwa infaq, kutoa. Na tumeashiria katika durusi zilizopita kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mara nyingi kabla kuzungumzia kadhia kama hizi hutanguliza sifati zake na asma zake, kuandaa zile nyoyo, kwa sababu mwanadamu akiambiwa pambana na nafsi yake, anaipenda sana nafsi yake, na nafsi yapenda shahawati. Kwa hivyo kuikataza, kuizuia inakuwa si kazi ndogo. Kwa hivyo kwenye mujahada pana kazi, lakini vile vile anayapenda sana mali yake. Sasa ukija ukimwambia toa, panakuwa na uzito. Kwa hivyo anaandaliwa kwanza kiupande wa iman, ajue sifati za Mola, ajue asma za Mola subhanahu wa ta'ala. Anapokuja kuambiwa toa, tayari ashaandaliwa anaweza kutoa. Pambana nafsi yako, tayari ashaandaliwa anaweza kupambana. Kwa hivyo katika aya 6 kama hizi kukaja majina ya Mola subhanahu wa ta'ala na sifati zake katika al-asmaul husna 16. Nakumbuka tulisema katika musabbihat kumekuja majina 33 katika majina 99 ya Mola subhanahu wa ta'ala. 16 yanafahamika katika hizi aya 6 za mwanzo katika surat Al-Hadid. Twende pole pole tupate kuyaona. Ameanza kabisa na kusema sabbaha lillah, kuna Allah, kuna Allah, lafdhul jalala, ismullahi al-a'zam. Na hili limekaririka katika Al-Qur'an al-Karim kama anavyosema al-Imam al-Khatib al-Sharbini mara 2360 lafdhul jalala Allah. Hivyo ndo la kwanza kabisa. Na hapa pana masala. Ibn Abbas sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijulikana kama turjumanul Qur'an, alikuwa akisema ismullahil a'zam
lipo katika aya 6 za mwanzo za hadithi. Tunajua Mtume SAW ametuambia katika hadithi yake, Mwenyezi Mungu ana lile jina lake lilokuwa kubwa zaidi, idha du'iya bihi ajab, akiomba kwa kupitia hilo jina anajibu moja kwa moja. Sasa ile ismullahi al-a'zam ni lipi? Kuna khilafu kubwa kwa maulama, kila mmoja na kauli yake, lakini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anatuambia ni katika aya 6 za mwanzo za suratul Hadid. Sasa aya 6 za mwanzo za suratul Hadid ya Ibn Abbas zina majina 16 takriban. Hujatusaidia bado, manake maulama walikuwa wametuambia Mwenyezi Mungu ameficha mambo 6 katika mambo 6. Katika hayo ameficha ismul a'zam katika al-asma al-husna, katika yale majina 99 ismullahi al-a'zam limomule ndani hatulijui, na hikma nini? Kama vile ilivyo katika saatul ijaba, kama ilivyofichwa saatul ijaba siku ya Ijumaa kwamba kuna saa kwa takabaliwa dua. Ni saa ngapi? Maana yake omba kila wakati. Kama ilivyofichwa Lailatul Qadr katika mwezi wa Ramadhani, maana yake wewe simama kila usiku fanya ibada. Na vile vile ismullahi al-a'zam maana yake ni muombe Mwenyezi Mungu na majina yote 99, kwa sababu ukishalijua lile yale mengine utayashughulikia. Sasa katika akwali ni kuwa ismullahi al-a'zam ni hii lafdhul jalala Allah katika akwali, lakini Allahu a'lam. Kwa hivyo katika 16 yanayopatikana hapa mwanzo tumesema la kwanza ni Allah, kisha wa huwa al-azizu al-hakim, mawili mengine hayo aziz na hakim. Lahu mulku as-samawati wal ardh, al-malik tunaipata hapa. Yuhyi wa yumit, al-muhyi al-mumit tunazipata hapa, mwenye kuhisha na kufisha. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, al-qadir Mungu mweza, naipata. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batinu, manne yamefuatana. Kisha wa huwa bikulli shay'in alim, sifa ya ilmu alim iko hapa. Kisha akatuambia huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda, khalaqa al-khaliqa, naipata hapa. Fi 6 ayamin thumma istawa ala al-arshi, naam. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, shatangulia ilma, merudi tena. Wama yakhruju minha wama yanzilu minas samai wama ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Mwenyezi Mungu peke yake, sikiza tena, na Mwenyezi Mungu peke yake ndo anayeona kila mnayoyafanya. Kwa hivyo kuna basira, sawa, katika majina yake vile vile, na inafahamika humu alwahid, sifa ya nini ya Mwenyezi Mungu ya kumpokesha. Naam, akatuambia lahu mulku samawati wal ard, tushasema malik imetangulia. Wa ila Allahi turja'ul umur, mambo yanarudi kwake, yeye ndio mudabbir, anayepanga, hiyo inarudi vile vile. Yuliju llaila fi nahari wa yuliju nahara fi llail wa huwa alimun bidhati sudur. Kwa hivyo Ibn Abbas akwambia katika haya majina 16 ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio mwanzo suratul Hadid ndio kunapatikana ismullahi al-a'zam. Naam. Taib, aya hizi zimekuja tumesema kwa ajili ya kumwandaa mwanadamu kwa hili linalokuja baada ya hapo, swala la kuamini na kutoa. Hivyo Mola tayari shakueleza kuwa yeye ndo mwenye kumiliki, sawa, yeye ndo mwenye kuhisha na kufisha, lakini yeye ndio wa mwanzo na ndio wa mwisho. Yani siku zote wewe mwisho kabisa rudi kwake, anza kwake. Unajua tatizo letu sisi binadamu huwa tuna taalluq na asbab, tukamsahau musabbibul asbab ambaye kwamba ndo awali. Yani hapa kuna distraction utokea hapa katikati, zikatuteka akili zetu, tukamsahau yule wa kwanza. Umeona? Na tushawahi kutoa kisa kabla ya hapo, tukasema yule kijana alomfuata babake akamwambia nataka pipi peremende sweet ile. Mtoto babake akamchukua akampeleka paka dukani,
akamwambia mwenye duka, unaona, akifika pale kwenye duka akamwambia mtoto, baba, akamwambia mtoto, hisabu 1 mpaka 10. Mtoto akahesabu 1, 2, 3. Alipofika 10, baba akamwambia mwenye duka, mpatie peremende. Kwa mtoto siku ya pili sasa alipokuwa ametamani tena ile peremende, kitu alichokifanya hakumtafuta babake. Walillahi almathalul a'la. Ile sababu ya mwanzo kabisa ameisahau. So tayari kuchatokea kitu hapa katikati kikamdistract, akaona hii ndio njia. Sasa alichokifanya nini? Alitoka moja kwa moja mpaka dukani. Akifika pale 1, 2, 3 mwenye duka anamshangaa, baba amekuja kujifundisha hesabu kwangu? Mtoto anarudia 1, 2. So yeye kichwani kwake anajua hii ndio ilompatia nini? Peremende. Hajui kuwa kilichompatia peremende ni baba kumwambia mwenye duka mpe. Umeona sio? 1, 2, 3 mwenye duka mwambia kunani? Mtoto mwambia jana mimi ninakuja na nikahesabu mpaka 10 ukanipa peremende. Akamwambia sikukupa peremende kwa sababu umehesabu 1 mpaka 10. Nimekupa kwa sababu babako ameniambia nikupe. Unaona? Walillahi almathalul a'la. Mifano kama hii upigwa kwa ajili ya kukurubisha tu ufahamu. Walillahi almathalul a'la. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye al-awwal, wa kwanza, na ndiye musabbib al-asbab, anazisababisha zile sababu. Sasa sisi hapa kidogo, wewe kwa sababu una tajiri yako ya kulipa mshahara, basi wewe ushastika hapo, unaona kama ndo anayekuruzuku. Umesahau kuwa ni sababu Mwenyezi Mungu amemweka tu. Umemsahau musabbibul asbab. Kwa hivyo siku zote usishughulishwe na hizi sababu, jua kuna al-awwal ambaye kwamba ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia usijisahau hapa katikati ukaona wewe ushafika, unaweza kufanya utakalo. Yeye ndio al-akhir, huko kuna hisabu ya kusubiri. Uwe makini kwa kile unachokifanya, na uwe tayari kule unapoelekea. Uwe na zada ambayo kwamba itakutosha. Usije dunia ikakupeleka mbio sana hapa ukaondoka patupu. Sisi mashallah mahodari wa kufanya hisabu ya biashara zetu kila siku. Tunahesabu ya siku, tunahesabu ya wiki, tunahesabu ya mwezi, kisha tunahesabu ya mwaka. Umeona? Sasa jiulize, na amali zako unahesabu yake? Yani wakaa hivi jioni useme alhamdulillah, leo mimi swala zote 5 nimeswali kwa jamaa msikitini. Alhamdulillah, siku ya leo haikuisha isipokuwa ninapata juzu 5 za Qur'ani. Nimeleta istighfari 3000. Nimemswalia mtu mara kadhaa. Yani wakaa hivi ukajifanyia hiyo hisabu. Kama ulikuwa ufanye, anza leo. Itakusaidia katika kuandaa zadi ya kwenda kumkabili Mola Subhanahu wa Ta'ala. Itapunguza zile spidi zako unazokwenda katika kuipapalia dunia. Ibn Najjar anapokea hadithi, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afwan, imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, Allahumma salli wa sallim, akhsaru an-nasi safqatan رجل أخلق يديه في آماله ولم تساعده الأيام على أمنيته فخرج من الدنيا بغير زاد وقدم على الله بغير حجة. أخسر الناس صفقة, mtu ambaye kwamba biashara yake ndio imepata hasara zaidi kuliko mwingine yote. Nani ya Rasulullah? Asema rajulun akhlaqa yadayhi fi amalihi, ni mtu ambaye kwamba ameingiza mikono yake yote miwili katika matamanio yake na matarajio yake. Ana aims, ana matarajio makubwa. Mimi nataka by 2030 niko na eka kama 200 hivi za ardhi, niko na kampuni zangu kama 3-4, niko na accounts kadhaa na kiwango kadhaa cha pesa, nishamiliki majumba kadhaa. Amal, akhlaqa yadayhi fi amalihi, baada kuwa ana amal
akatumia nguvu zake zote, majuhudi yake yote, akili yake, mwili wake, wakati wake katika kuhakikisha yuafikia ile target yake. Umeona? Zikamshughulisha hata na huko katika ibadat na taat. Kisha la kusikitisha ni kuwa walam yusaidu au walam tusaidhu alayamu ala umniyatihi. Mtume anasema ile masiku hayakumsaidia katika kufikia malengo yake. Hakufikisha target, hakuweza kufika, na kwa sababu ni mwanadamu na Mwenyezi Mungu ameumba mauti kwa kiumbe, kwa kila kiumbe, akafikiwa na ajali yake akafariki. So duniani ameondoka, target yake hajafika, matarajio yake hajayapata. Mtume asema fakharaja min ad-dunya bighairi zadin wa qadima ala Allah bighairi hujja, akatoka katika hii dunia hana zad ya kwenda kumkabili nayo Mola subhanahu wa ta'ala. Anakwenda mikono mitupu, hana amali za kwenda kuingiza katika mizani hasanati zake. Kisha waqadima ala Allah bighairi hujja, akafika kwa Mwenyezi Mungu hana hujja. Waenda kujitetea vipi? Alikupa uhai? Naam. Alikupa afya? Naam. Alikupa uwezo? Naam. Alikupa zote hizo. Kisha nini kilikuzuia? Aya, Rabbi, nilikuwa mbioni katika kukusanya kwa sababu na target nataka kufikisha. Haya, kufikisha hukufikisha, na hata ungefikisha wewe ushaondoka, hujafaidika nayo yote. Pale katika mifano ya takrib ila al-afham, kuleta kukaribisha ufahamu, wanasema lau utakwenda katika mji ama utakuwa katika sehemu kuna hoteli, mwenye hoteli akakwambia hii room moja na kuruhusu wewe kaa ndani yake, kitambo unatengeza nyumba yako, sawa? Ana nyumba ataka kuitengeza, kuijenga, kitambo unatengeza nyumba yako, kaa hapa, lakini wakati wowote kutatokea mteja nitakwambia utoke, aingie yeye. Tuko pamoja? Kwa hivyo umeruhusiwa kukaa, lakini kwa muda ambao kwamba wote waweza kutolewa. Alafu sasa wewe ukawa unafanya kazi, unachokipata badala uitengeze ile nyumba yako, kwa sababu wakati wote utatolewa hapa, uende ukaishi angalau kule. Wewe unachokipata wapamba huku room ya hoteli. Sasa bado wajua mimi siwezi kukaa katika sehemu kama hakujatengezwa kitu fulani katika ukuta, unaleta fundi anatengeza. Cheka room si yako. Sasa wewe kile unachokipata unakitia katika room. Ghafla umekuja kuambiwa bana, umekuja mteja leo. Funganya virago vyako uende, huna pa kwenda. Ndio mfano wa dunia na akhira. Unaona, sisi tuko hapa tupita njia, lakini tunajisahau mara nyingi. Nguvu zetu zote tuzitia katika kujenga hii dunia badala ya kuzitia katika kujenga akhira. Kwa hivyo nguvu zako zitie kule, na ndio unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wasaa laha sa'yaha wa huwa mu'min. Itazame vizuri hii aya, akafanya sa'i kwa ajili ya akhera. Hakusema sa'yahu, kwenda mbio kwake yeye yule mwenye kufanya. Sa'yaha, sa'i ya akhera. Haitajiki sa'i yako wewe, hitajika sa'i ya akhera. Maana yake nini? Yani utie bidii zaidi, ufanye kwa wingi zaidi kama inavyotakikana kupatikana kwa huko. Kwa hivyo ile nyumba ama ile room ama ile nyumba anayomiliki ambayo kwamba hakuitengeza ndio darul akhira yako, na ile room ndio dunia. Swali litakuja hapa, atahukumiwa ana akili mtu kama huyu ambaye kwamba ameimarisha room ya mwingine, anaweza kutolewa wakati wote na akaacha nyumba yake?
katika kipimo cha akili, atahesabika hana akili, sio? Sisi wenyewe tunasema atahesabika hana akili, lakini ndio tunayofanya. Mbio zetu zote ziko hapa katika kuijenga hii, katika kuijenga dunia, na dar al-akhirah tumeisahau. Kwa hivyo yeye ndo al-awwal Mola na yeye ndo al-akhir. Kwa hivyo aya 6 hizi za mwanzo zimekuja kwa ajili ya kuandaa haya yanayokuja baada ya hapo. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun adhim. Allah kitupa umri na afya, inshallah tutakuja kuanza katika aya 7, si kesho, kwa sababu kuanzia kesho kutakuwa na musabaqatul Qur'an mpaka siku ya Jumapili. Kwa hivyo biidhnillah, siku ya Jumatatu Mwenyezi Mungu akitupa umri na afya, tutakuja kuanza katika aya 7. La ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.